aliomba nguvu toka mbingu, akasema, Baba, unipe uwezo, kwa kuwa kipindi hiki ni kizito, kipindi hiki sitakiweza bila uwezo wako. Na ile habari ya kuomba uwezo, kwa kuwa Yesu alikuwa na umbo mbili, alikuwa na umbo la mtu na alikuwa na umbo la Mungu, na kila umbo inakuwa na yake maisha. Maisha ya mwili ni ya mashaka na masumbuko, lakini maisha ya mbingu ni maisha iliyokuwa na uwezo ya kushinda kila dharuba. Haleluya. Na alipokuwa katika mlima Mzeituni, akaomba, Baba, unipe uwezo, Baba, nipe nguvu, kwa kuwa yale ambayo inangojea mbele yangu ni mazito, bila wewe sitayaweza. Haleluya. Tumeimba wimbo Golgotha, yote yamekwisha. Golgotha, yote yametoweka. Tumeambiwa kwamba alipotoka huko kwa mlima, amekwisha kuomba Mungu, Bwana amekwisha kumpokea, kumpatia nguvu na uwezo wa ajabu. Haleluya. Akakuta wanafunzi wamelala, hamkeshi hata saa moja, mbona mtatiwa majaribuni? Haleluya. Amen. Lakini alikuwa amekwisha kuombea. Mtu alipoitwa Petro, nimekombea kwa kuwa jogoo litawika mara tatu utakuaminika. Tazama, Petro alipinga sauti hiyo, akasema haiwezekani, kwa kuwa hata kifo nitakufuata, hata mahali potakuwa nitakufuata. Alisahau kama ana mwili. Petro alisahau kama ana mwili, lakini asante kwa kuwa Bwana alimwombea. Na sisi ninafurahi leo kwa kuwa Yesu alisema, Baba, uwasamehe, haleluya, kwa kuwa wajue walitendana. Na wakati neno hili limekuja kwetu la kusema kwamba atatufia kwa Golgotha, ni uhaki wa Mungu. Haleluya. Na ndio maana wapendwa, wakati ilipotimia saa za kuja kumchukua huyu Yesu, alikuwa amekwisha kuonesha umungu wake. Lakini muda huo sasa, mbele ya wale maadui wa makuhani, Yesu hakuenda kukamatwa na watu wa nchi, aliyekuja kukamatwa na watu wanaoitwa watumishi wa Mungu. Na hiyo ndiyo shida kwa sisi wa Kristo. Tunaweza kuwaza kwamba tumeenea, tumekuwa na Mungu, kumbe hapana. Aliye na Mungu awe na Yesu ndani yake. Haleluya. Kwa kuwa ukiwa na Yesu atakusaidia kutafakari muda na wakati. Na wakati alipowaona akawaambia, sasa tazama, mnanifikia na mipanga na marungo. Nilikuwa nanyi mahali pote kwenye hekalu, hamuweza kunishika. Haleluya. Na nakumbuka tena neno kubwa alipowaambia wanafunzi ya kwamba vita inakuja, kila mtu achukue silaha. Haleluya. Wanafunzi wakaonesha mipanga na visu mbalimbali. Haleluya. Akasema inatosha. Ilikuwa fumbo, na wanafunzi wakasema tutagombana. Na ingelikuwa haitakuwa siku wala saa, kweli hakika wale wanafunzi 12 wangesambaza. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni wakati ambapo Bwana anasema ni wakati wa shetani. Haleluya. Ni wakati wa shetani. Ni yeye aliwapa mamlaka ya kushikwa. Bwana sifiwe. Amen. Ni yeye alipewa mamlaka ya kushikwa. Ndio maana wanasema, kwa nini Bwana alishitundika? Kwa nini alishuwisha? Kuna wataalamu wa ulimwengu wanasema kwamba, wa filosofi wanasema, namna gani Mungu anaweza kujiua? Haleluya. Yeye aliahidi kwamba nitakufa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa kuwa uovu wa mwanadamu unaabisha mbingu, sasa inanibidi nije nikufe kwa ajili ya wanadamu ili wakubaliwe mbinguni. Haleluya. Akakubali afe. Na upumbavu wetu unasema namna gani Mungu anaweza kufa? Na Wayahudi waliwaza kweli atakufa, na
walifikiria amekufa. Haleluya! Lakini hawakujua kama Mungu hakufake, na Mungu hawezi kufa. Mungu anakuwa hai siku zote. Haleluya! Na wakati huo walijua kama Mungu alikuwa ndani ya sanduku, kwa kuwa toka hata huko katika mlima Sinai, haleluya, walimtia katika sanduku, na yeye pekee aliambia Musa, ili niwe karibu na nyinyi, mlitie katika sanduku. Haleluya! Mnapotembea, mnapoenda, mwende na mimi. Na hata akamwambia Solomono, haleluya, akamwambia Daudi, nijengee makao, kwa kuwa mara kwa mara nakaa ndani ya hema, inanibidi nijikue katika hekalu langu. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kupitia ile Daudi akatafuta kumchengea, lakini akasema, woga haustahili, mikono yako inajaa damu, ila katika kiuno chako atakayekuja kunichengea. Na andiko linatuambia kwamba Solomono ambaye ni mtoto wa Daudi ni alipewa mamlaka ya kumchengea Bwana. Haleluya! Akamchengea, na Bwana alimpatia vipimo vyote vya makao ya kumchengea. Na baada ya hapo akamtia katika hekalu, akaomba, akasema, Baba, kazi nimeyamaliza, kazi nimeyatenda, sasa uje ubariki. Mungu akasema, nimesikia, nitakuwa na wale watakayoingia, nitawabariki, nitawatia yote katika njia zote. Bwana barikiwe sana. Amen. Mungu ni mwema na Mungu ni wa kweli. Aliahidi kutukomboa kupitia mwana wake, na huyu mwana amekwisha kutukomboa. Sasa wapendwa wa Mungu, ingawa andiko liliandikwa ya kwamba atakufa, atasaraulika, atakamatwa, Yesu anakamatwa. Akisha ukamatwa, tazama wapendwa, mtu ambaye anaitwa Yuda ule alikuja na wale wakuu wa Yesu. Sasa angalia roho inayokuwa ndani ya Yuda. Na tunapoelezwa habari hizi tunasema ni mzaha, lakini inawezekana uwe Yuda na wewe. Tunamchekelea Yuda, lakini nawe leo unaweza kuwa Yuda. Yuda anaambiwa kwamba mmoja kati yenu atanisaliti. Wanafunzi wakasikia uchungu, wakaanza, ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Lakini Yuda kwa hali aliyokuwa nayo, ndani mwake mlikuwa mmeingia kilicho kichafu, hakujali na hili. Yesu akasema, yule ambaye ninatia naye mkono kwa chakula atakayenitoa, na huyu ambaye atakayenitoa haingelikuwa heri, hangezalika. Lakini huyu hakusadiki na hakuweza kufuata. Ilipoenea saa, akaenda na akakuja na wale wajambazi. Yesu akamtazama kwa macho. Mtu ambaye amelaaniwa hawezi kuona hata macho inayomtazama. Akamtazama, unakuja kuudhisha mwana wa Daudi, kwa busu ambao atakayembusu. Kwa ile alikuja na busu. Haleluya. Oh, ni uzuri sana kwa Yuda. Lakini tazama, katika imani, Yuda alikuwa na imani kubwa kuliko wote. Yuda alikuwa na imani kubwa kuliko wanafunzi wote. Alijua kama Yesu ni mwana wa Mungu, hawezi kumgusa lolote. Na ile imani yake aliyokuwa nayo ilimbidi atimize. Na ndio maana aliomba pesa kidogo. Pesa kidogo tu. Pesa kidogo. Na alipofika mbele, alienda kumbusu. Wakamshika. Lakini mbele ya kumshika, panga zikafanya kazi. Wanafunzi wakasema, sasa hapa kwetu wanaita huko Rwanda nzemba. Bwana asifiwe. Uwaje. Haleluya. Ni kusema kwamba siku moja, mwa hiyo
miaka ya mauaji Rwanda, nikaenda kununua biashara pale Kisii. Nakuwa na basikali yangu, nafika katika njia, wananiambia simama papa, wewe rudia Kongo, kwa kuwa hasira tunayo na shida ya shetani. Hasira tunayo inamshinda ya shetani. Wapendwa, ile wakati nilikuwa najazwa roho, sikufanya alama ya pili. Nikasema basi Mungu asifiwe. Nikarudia. Kwa kuwa wakati hasira inashinda ya shetani, ni hasira gani? Ya kuua. Bwana asifiwe. Na hawa Wayahudi wakati Yesu amewapatia ruhusa wamshike, haleluya, wakasema tumempata leo. Kwa ruhusa yake akashikwa. Na wakati amekuwa ameshikwa, ndipo yule akajua kwamba na anashikwa. Haleluya. Wakati unapotenda dhambi inakuwa nzuri. Utakapomaliza dhambi ndio huzuni unakuja. Haleluya. Na nimeyatenda. Na wewe kwa uchungu wako kuliko kufikia kuhani mtengeneze, nina haya ya matengenezo. Haleluya. Na hiyo imeacha ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa kuwa ninakumbuka sisi wakati tulipata uamsho. Haleluya. Mimi niliomba na mzazi wa mke wangu, lakini nilitubu zinaa mbele yake. Haleluya. Nilitubu ulevi mbele yake. Nilitubu wizi wa sadaka. Baba walikuwa wachungaji. Haleluya. Nilikuwa naiba sadaka ya kanisa. Wapendwa, nikatubu dhambi zote hizo. Nilikuwa nakamata hiyo sadaka naenda kunywa pombe. Ili naniambia kwamba nilikuwa na siku ya leo nitalia, Baba umenitosha wapi? Haleluya. Kwa kuwa nilikuwa mbali. Nilienda mbali sana, nilikuwa njia mbaya, nikamsahau Yesu aliyenipenda. Yo ni na ile kupatie raha ya kukaa kinaganaga karibu na Yesu, kwa kuwa unajua umetoka wapi. Yule asiyejua umetoka wapi anacheza na siku ya Pasaka. Acha Wakristo waseme Pasaka ni kubwa, kwa kuwa sisi tutajifunua sikukuu yetu ya Pasaka. Pasaka ni ufungulifu wetu, tunakuwa huru katika Bwana. Wapendwa, Yesu akakamatwa. Wakati Yesu anakamatwa, wanampeleka mahali askari wanakuwa. Anapofika mahali askari wako, unakuwa cheko ambayo wanachikenaga zaidi wanawake. Tuone sasa, tukuone sasa, sivile mama, tutaona wakati, tutamsikia na hiyo wakati. Haleluya. Ule Mungu wake tutauona kwa muda huyu. Yesu, maandiko yanatuambia kwamba hakujibu hata lolote, hakusema hata lolote. Haleluya. Walipasua vazi lake ambalo alikuwa analivaa, wakalipasua, wakasema jiokoe sasa. Katika Swahili yetu tunasema kushimanga. Katika Swahili ya Kongo kukejeli. Asante ndugu. Bwana asifiwe sana. Na wanafunzi ile wakati ameshikwa walipiga mbio. Andiko likatimia, watapokamata mchungaji, kondoo watatawanyika. Haleluya. Walipiga mbio. Tuliwaza vita yetu ni ya mwili, tunakamata silaha tupige. Tena nakataa usiue. Huyu naye si mtu mzima. Tukimbie yetu umekufa. Haleluya. Haleluya. Wapendwa, majaribu ikifika, tunayo silaha sio za mwili, tuna silaha za Roho. Haleluya. Kwa hiyo vaa silaha mpendwa, itakapokuwa saa ya hatari upate kushinda.
ushindi huo utauona. Ninakumbuka wakati mke wangu ameenda kwa hospitali wale wampasua, nikasema Mungu, mke wangu ana pressure. Nikasema Mungu, ndani diabetes iko napanda kwake. Sasa watu kama hawa kutoka kwenye operation si ni magumu? Haleluya! Nikasema Mungu, vile uishivyo, sipendi kubakia mjane. Na ningali kazi yako. Pale usiku akanionyesha mke wangu anakaa ndani ya damu. Haleluya! Bwana asifiwe. Amevaa kanzu yote na vajada. Damu ya Yesu ni mzima. Haleluya! Wapendwa, damu ya Yesu ni maajabu. Na asante kwa kuwa alifika kwenye hospitali, mimi nikabaki kwa maombi. Nikamwambia watoto, endeni na mama yenu huko. Tabaki kwa magoti. Lakini ule mganga mkuu alitafuta ule mwenye kutia dawa hiyo ya kuzimia. Mama mmoja hivi mdogo sana. Na alimlipa pesa nyingi kuliko yeye pekee. Ile ilipatia picha na kusema wakati mganga anakupenda, haleluya, atakutunza kwa imani. Bwana asifiwe. Akatafuta yule mwenye kutia dawa ule wa kwanza pale hospitali. Akamtia na operation ilipitika vizuri bila shida tayari. Kwa kuwa alifunikwa na damu ya Yesu. Na ile inaniongezea imani kufunikwa ndani ya damu ya Yesu. Kwa kuwa damu iliyomwangika pale pa Golgotha, bei yake mimi na wewe, haleluya, hatuyajui. Lakini unapokuwa umeokoka, hiyo bei inatawala katika maisha yako. Watembea na bei hiyo, kwa kuwa ni bei kali. Na wewe mahali umetoka ndani ya dhambi ni bei kali. Haleluya. Ndio maana wandugu wapenzi, akapigwa, akasema jiokoe sasa. Wakampeleka, haleluya, kwenye makuhani. Akafika mbele ya makuhani. Akamwambia, si wewe ulisema kama wewe ni Mungu? Hebu tuambie sasa. Akasema, "Mwasema, si wewe." Kwa kuwa alikuja kutukuzwa kama yeye ni mwana wa Mungu. Pelekeni kule kwa Pilato. Bwana asifiwe. Akaenda kwa Pilato. Lakini tazama, Pilato alikuwa amepewa habari kwa ndoto na mke wake ya kwamba yule mtu hana kosa. Yule mtu hana dhambi. Usiweze kumhukumu kwa kuwa hana dhambi. Lakini pressure ya wanadamu ni ngumu, na ndio hapo wapima imani yetu. Haleluya. Haleluya. Ndio wanafunzi wakasema, Paulo akasema, hasiwezi kutii sauti ya wanadamu, lakini tatii sauti ya nani? Ya Mungu. Lakini Pilato alianguka chini. Wakasema, mmemleta huyu mtu mbele yangu, mbona hana dhambi? Mbona kufanya mabaya? Na jimbo hili ni la nani? Ni la Herode. Pelekeni kwa Herode. Haleluya. Bwana asifiwe. Anawaza jambo limetoka juu yake. Jambo limetoka juu yake. Mimi na wewe, huyu Pilato, siku hiyo ya parapanda, siku ya kupata hiyo kuambiwa ulifanya nini, atasema gani? Alikuwa na mamlaka yote ya kuambia Yesu asiuawe. Lakini kwa ajili ya pressure ya wanadamu walioongozwa na shetani, na yakatii sauti ya shetani. Mungu atusamehe sana, na Mungu atuhurumie sana. Mbele ya Mungu hakuna sababu. Haleluya. Hakuna sababu. Mume wangu alikuwa analewa sana, ndio nikamtukana. Mungu hakuna sababu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wandugu wapenzi, wakati anafika hapo, pelekeni kwa Herode. Sasa huyu Herode, twajua kwamba hao wanaitwa wa Herode walikuwa tu ni wapinga Kristo. Kwa kuwa hao wa Herode ni uzao wa nani? Wa Esau. Haleluya. Ni uzao wa Esau. Na hiyo habari ya uzao wa Esau na Yakobo ilitabiriwa tangu tumbo la mama yao. Haleluya. Ya kwamba watakuwa maadui, ya kwamba itakuwa shida kwao. Na tunajua kwamba
hata kuzaliwa kwa mwana kondoo. Huyu Herode aliyekuwa wakati huo alikata watoto na kilio ingekuwa ikaandikwa katika kitabu cha manabii ya kwamba itakuwa kilio kubwa, haleluya, katika Yerusalemu na Galilaya. Bwana sifiwe sana. Ndio kusema kwamba kila jambo lililoandikwa itatimia. Wakati Herode anamwangalia, anamtazama, wanasema wewe ndiye mfalme. Nifanyie kwanza muujiza mmoja. Yesu anasumbuka, Yesu anataabika, haleluya. Tazama, Herode kwa upumbavu wake alikuwa na vazi la ukuhani, akaliondoa kwake, akalikabidhi Yesu, haleluya. Akavalisha Yesu ufalme. Bwana sifiwe. Naye akajivua vazi lake, akalivalisha Yesu la ufalme. Bwana sifiwe. Na mara moja akatabiri. Haleluya. Ni kusema kwamba ilimbidi Yesu apate kuwa mfalme na duniani na mbinguni. Na wanadamu waliomdhihaki walimkabidhi ule ufalme, akavalishwa vazi la kifalme. Haleluya. Kisha akamwambia mrudishe, mpelekeni tena kule kwa Pilato. Bwana asifiwe sana. Alienda akipigwa. Alipofika mahali hapo, wale makuhani walichamka sana. Pilato anasema kama huyu mtu astahili apigwe tu viboko, apigwe tu fimbo na ache huru. Makuhani wakasema baba yako, utatufungulia Baraba na huyu hauawe, kwa kuwa kwa siku ya Pasaka inatubidi, haleluya. Siku ya Pasaka inatubidi mtu mmoja auawe, haleluya. Kondoo inapangwa kuuawa, haleluya. Kondoo inapangwa kuuawa siku ya Pasaka, na kondoo hiyo itakuwa nani? Ni mwana kondoo, ndiyo Pasaka takatifu, haleluya, itakayekuwa kondoo. Alipokula Pasaka na wanafunzi hawakula nyama, walikula mikate sio na chachu, haleluya. Na kawaambia sasa Pasaka inayofika kwa kumbukumbu la Pasaka itakuwa ni mwili wangu sasa, haleluya. Unabii unakuja kutimilika. Na tuliambiwa kwamba haya yote ni kwa imani. Ilitendeka katika mwili, lakini matokeo ni kwa imani. Wandugu wapenzi, wanasema kama wamfunge kwenye mti apigwe. Mtumishi mmoja alituhubiri hapo Goma, Mwamerika moja, akasema wapendwa, ile fimbo ilikuwa na mjareti ngapi? 7. Haleluya. Na hiyo mjareti katika kishake kulikuwa kitu kinaitwa ndoano. Wakati wanaipiga mara moja ni fimbo ngapi? 7. Na ile ndoano inaingia katika nyama inachukua, akipiga anakokota. Haleluya. Sasa wewe mahali ulipo hapa kwa sahihi, angalia uchungu wa hizo fimbo, angalia uchungu wa ile vidonda anavitoka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mateso alipata hapo. Angalia yule ambaye kampiga, hajui kama anapiga Mungu, iko napiga Mungu bila kujua. Anapiga 1 ni 7, 2 ni 14, 3 ni 21. Haleluya. Hesabu ikawa maajabu, mpaka Yesu akasikia uchungu. Wamama wakaanza kulia, wamama wakaanza kuomboleza, wakasema ni ajabu, ni ajabu. Haleluya. Akasema msinililie mimi, msinililie ninyi na watoto wenu. Kwa nini alisema vile? Mimi ni mti mbichi, lakini nyinyi ni wakavu. Mimi nakuwa na Mungu,
ninapopata majaribu kama haya ninayaweza. Sasa nyinyi, haleluya. Ndio maana wapendwa, katika mchana wa leo, katika siku yetu ya kufunguliwa, tuombe Mungu atupe nguvu ya kushinda kama yeye, na sisi atujenge nguvu hizo za kushinda Golgotha, kwa kuwa ule ushindi wa Golgotha watupatia imani kubwa ya kwamba yule mfalme wetu ni mfalme kweli, asiyeweza kurudia nyuma yale ambayo aliandikwa. Nishike kimili, andiko linatuambia kwamba wakati huo Pilato anakuja na hukumu, akaishusha, akaambia hukumiwe. Wamama walilia, wamama walijuta, ahukumiwe. Na mahali hapo tayari mti ya msalaba umetayarishwa, akabebeshwa msalaba, na alikuwa anaambia wanafunzi wake kwamba kila mtu achukue msalaba wake. Haleluya! Msalaba wako, msalaba wa Yesu, wa Yesu, msalaba huu niwezeshe. Haleluya! Msalaba sijui ni kitu gani. Msalaba ni mzito, na tunaona namna gani Yesu na huyo msalaba amepisha pigwa, amesumbuliwa. Msalaba mzito anaubeba, msalaba wake ambaye atakayetunikwa juu yake. Na hiyo habari za msalaba, mara kwa mara tumekuwa na shida kwa ajili ya watafsiri wa leo na wataalamu wa leo. Kuna wenye kuwa na msalaba mti moja, na kwenye msalaba wa kitu kinaitwa kama hivi, wanapita hivi, mwingine msalaba inakuwa kama vile please. Lakini mimi sione hata hiyo sura yote. Najua msalaba ni msalaba. Haleluya! Ni picha ambalo Mwokozi wetu ametiwa kutunikwa. Na wewe una msalaba wako, nami nina msalaba wangu. Acha nimchukue nifike Kalvari. Yesu akachukua msalaba, lakini wakamsikilia huruma katika njia, wamsaidie. Kulikuwa pale Simoni Mkurene, ambaye wanasema kama alikuwa mtu wa Nigeria, ambaye alikuwa anatoka shambani, wakambebesha msalaba. Wakati wako napanda na yeye kwa Golgotha, wanamzihaki, wanamtukana, wanamdharau. Haleluya! Kulikuja mama mmoja akampatia maji ya kunywa. Haleluya! Basi kunywa hata hii maji. Hiyo maji haingeweza kufunga kifo. Haleluya! Ndani ya huyu mama mlikuwa uzuri, hata mama yake alikuwa hapo. Haleluya! Aliona uchungu, alikia hana neno la kusema juu ya mwana kondoo. Ndio maana wakati nakumbuka Petro katika gereza, wanafunzi na kundi lao likiomba, Mungu hatuna mahali pa kwenda, okoa mtumishi wako, Yakobo amekatwa kichwa, na huyu Petro sasa atauawa kesho. Haleluya! Maandiko yanatuambia kwamba huyu Petro katika gereza, Yesu alifika akamwambia Petro, simama. Haleluya! Kwa kuweza kuonesha kwamba yeye ndiyo yote, alifiaka Petro kwa Golgotha. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Lakini ile wakati yeye hana kumsaidia, anaachwa pekee, anabebwa katika Golgotha. Haleluya! Anapandishwa kwa Golgotha, wanakamata misumari, na wale ambao wanafanya picha hiyo wanazidisha tena, na misumari yenyewe ya sijui ile kubwa kama hii ndani ya mwili wa mwanadamu. Na wakati askari iko na piga msumari, ana raha katika moyo wake. Haleluya! Wakati wachawi wanatufuata kutuangamiza, wanasikia raha, lakini hawajui kwamba wanachoka bure. Haleluya! Wanachoka bure kwa kuwa Yesu amekwisha kushinda kifo. Sasa wanapiga msumari, wanafurahi, naye anasema haina shida. Akatiwa kwa msalaba uchi. Bwana sifiwe. Wakavua mavazi yake, akatiwa uchi. Mungu mwenyewe, Mungu anavalishwa uchi. Lakini kwa kuwa
kupokea machungu yote, mataabu yote. Ndugu mpendwa, jikute uko pale pa Golgotha, wanafunga mikono wametia msumari, kwa miguu msumari. Yule mpumbavu mnyang'anyi aliyekuwa namba moja anasema, "Wewe ni Yesu, wewe ni Mungu, na si ujiokoe na si utuokoe." Yesu anamtazama, anamwambia, "Wewe ni mpumbavu. Ungelijua unalolisema, haungesema hivyo. Lakini asante kwa kuwa yule alikuwa ngambo nyingine akasema, wewe unasema nini? Sisi ndio tunastahili kutundikwa kwa tulifanya dhambi. Lakini huyu hana kosa lolote, ni mwana wa Mungu. Baba, utakapoingia katika ufalme wako usiniache." Haleluya! Bwana asifiwe. Tazama huyu baba, huyu mnyang'anyi, kwa kujua kama Yesu ni Bwana, haleluya, alijazwa. Roho aliingia ndani mwake kujua kama huyu ni Masihi, huyu ni Bwana, haleluya. Yesu akamtazama, kweli hakika tangu saa hii mimi na wewe katika paradiso. Asifiwe sana. Hakutengeneza ya kwamba nilifanya dhambi, niliiba, lakini alitambua uovu wake. Kwa saa hiyo Bwana anasamehe anapotaka. Haleluya. Ukija kwake kumwambia, Baba unikumbuke, mimi niko mwenye dhambi, atakupokea. Yule mnyang'anyi akahakikishiwa mbingu kwa muda huyo. Aliona umati wa watu, wamoja wanashangilia, aliitwa mfalme. Na sasa kitu cha kushangaa, waskari wakafika na kibao, wakaenda kukitia katika msalaba wake, huyu ni mfalme wa Wayuda. Haleluya. Anaendelea kuinuliwa, mfalme wa Wayuda ndio huyu. Wanakamata ziki. Ule mhubiri akatuambia kwamba ile kitambaa ambayo walitia hiyo ziki kwa kuweza kumnywesha, haleluya, ilikuwa ni ile kitambaa wanaingia nayo kwenye choo, wanajipanguza nayo. Ndio walitia kwenye ziki, wende wamnyweshe. Kwa ndugu wapenzi, kuna hasira, kuna chukio kubwa ambayo haiwezi kusamehewa. Lakini Bwana akasema uwasamehe. Bwana apewe sifa. Niambie kitu cha choo ukipatie mwenzio anywe, naye ni mwana wa Mungu, haleluya, ambaye anampatia hicho. Wangelijua kama ni mwana wa Mungu, hawangetenda hiyo. Heri wale wanaomjua, haleluya, wapewe sifa. Mungu ahimidiwe sana. Kujua Yesu ni kitu cha ajabu sana. Wandugu hawakujua, na walikuwa ndugu zake kwa karibu, lakini hawakutambua, hakujua, wakamtia ziki. Haleluya. Kama uko mfalme, kama uko Mungu, jiokoe mahali hapo. Sasa tazama, Yesu anasikia machungu inakuwa mengi, anasema, Baba, mbona umeniacha? Haleluya. Ni hapo ndipo nakwambia kwamba Yesu alikuwa anavala mwili. Wakati mbali katika mwili ni mateso, lakini utakapotoka katika mwili utaona raha. Haleluya. Akamwambia, Baba, mbona umeniacha? Kusudi Bwana akuje kumchukua akamtosha katika mwili. Haleluya. Kwa kuwa mwili ndio una machungu, lakini katika roho ya uzima hakuna tena machungu. Akakata roho. Haleluya. Bwana akuja kumsaidia. Haleluya. Machungu yakakwisha. Na wakati machungu yamekwisha, amekata roho. Wanasema ilikuwa saa 6. Giza likaingia. Haleluya. Bwana sifiwe. Giza ni nini? Giza ni nini? Wakati utukufu umetoweka, giza huingia. Na wakati giza limeingia, tangu hiyo saa 6 hadi saa 9, haleluya, giza linaingia. Waliohudhuria kitendo hicho wanasema sasa iko je? Huyu alikuwa Mungu? Saa zimeisha kuwa imepita. Huyu alikuwa tu Mungu kweli? Wakati wakisema asulubiwe, hawakusema ni Mungu. Wakati miujiza inaonekana na giza, alikuwa tu Mungu. Alikuwa tu Mungu. Alikuwa tu Mungu. Wanatuambia kwamba ile wakati
asimamapo anakata roho, pazia likavunjika mara pili. Haleluya! Kwa kuwa yule aliyekuwa ndani yake, haleluya, anatimiza unabii. Anayesamehe dhambi ndiyo yule, haleluya, anaingia katika kazi, haleluya, inaanza. Pazia likabomoka, haleluya. Na hiyo wakati msamaha wa dhambi ulifika, ili wapili waingie katika ile pahali patakatifu, patakatifu kusudi tusamehewe dhambi. Lakini yule aliyekuwa mahali hapo anajifunua kwa wazi, haleluya. Yule aliye hapo ni yule anakuwa sasa kwa muda huu. Pazia likavunjika. Kuna mafunzo mengi hapa, lakini hatuendi huko. Tazama wapendwa, wanatuambia kwamba tajiri moja ambaye alikuwa katika baraza, lakini hakuweza kushirikiana katika njia kuwa Yesu akasema, sasa tazama, Sabato inakaribia na haingefaa mtu aliyekufa aonekane kwa Golgotha, yafaa sasa aende akazikwe. Akajitoa kwa kaburi lake. Ndio anatuambia kwamba alikufa kati ya wanyang'anyi wawili na akazikwa katika maziko ya matajiri. Haleluya! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Yesu hakuuza kaburi, lakini walio wake, haleluya, walitengeneza kaburi. Haleluya! Walimpaka mafuta. Haleluya! Hata mbele afe alipaka mafuta na Magdalena. Haleluya! Bwana asifiwe! Tafuta kupaka mafuta ya Bwana mbele ufe, kusudi mbingu ya Bwana uingie. Haleluya! Bwana asifiwe! Haleluya! Kweli Mungu ni wa ajabu. Mwili wa Yesu, na mbele atoshe mahali hapo, kulikuja mtu mmoja ambaye naye sijue Mungu alipenda kumwambia kama Yesu ni Mungu. Ndiye alipewa mkuki. Kwa kuwa damu ya kutukomboa ilikuwa haijapigika kwa kimwili sasa. Haleluya, ili tuamini. Alikuja na mkuki wake. Na katika wale wanaua tembo kwetu, mtu alikuwa na jicho moja anakuwa na msimamo wa kuwa vizuri. Kwa kuwa jicho yake linaangalia vizuri. Haleluya. Juu akitia unduki wake hivi, anafunga jicho moja. Anasema ni pale nitapiga. Sasa huyu baba alikuwa na ulema wa jicho. Ndiye alipewa mkuki, aingize Yesu mkuki. Hayakufa mzuri huyu. Haleluya. Akachagua hapa kwa mbavu, akaingiza mkuki mahali hapo. Andiko linatuambia kwamba kulitoka maji na damu. Haleluya. Ili unabii utimilike, damu ikatoka mbavuni mwa Bwana. Na huyu baba aliyekuwa hapo chini, tone la damu likashukia kwa lile jicho la kufa, likapata kupona. Haleluya. Damu ya Yesu yaponya. Sema leo, baba, nami nipatie tone moja tu. Wala vile mzima nikunywe. Wala kikombe mzima nikunywe leo. Nipate kupona maradhi yangu ya mwili na ya dunia. Haleluya. Ukiomba katika Pasaka ya leo utayapokea. Kwa kuwa damu hiyo ina uwezo, damu hiyo ina thamani kamilifu ya ajabu. Ilitoka bavuni mwa Bwana. Hangezikwa na damu haijatoka. Ili mbili afe vizuri. Jua atafuka akayakufa kale kwa Bwana. Afa tutoshe yote itoke ndani. Kumbe anaitosha iliyokuwa dawa kwetu. Haleluya. Akaleta dawa kwetu, na hiyo dawa iliyomwangika kwa Golgotha ilitupatia uzima. Haleluya. Kwa damu yake Yesu tumekombolewa. Haleluya. Oh, Yesu ni wa ajabu. Yesu wakamtia katika kaburi. Yesu akamtia katika kaburi. Lakini nawaza kama habari za ufufuo itakuwa kesho. Lakini saa hii tusimamie hapo kwa damu ya mwana kondoo. Sasa tumwambie Baba, nilisikia damu imwagika, nami siku ya leo kwa saa hii mpaka saa 9 nione damu hiyo tu yangu. Nitakapomwambia Mungu, ninaomba hiyo damu yako uliyomwagika, ule ushindi kwa Golgotha, ile nguvu ulizokuwa nazo ulipoomba, nami Baba
Haleluya. Bwana pewe sifa sana. Katika muda huu ni wakati wa kumwambia Baba, napendezwa kuona uso wako. Pasaka hii Baba, damu yako ni ya bei kali. Damu yako ilinunua. Napenda kuona badiliko. Na kwa saa hii sasa nitaambia mama tuongoze namna gani. Haleluya. Bwana sifiwe. Kutakuwa maombi ya sote. Kutakuwa maombi ya watu wa moja wa moja. Akiomba na wewe unapiga goti, ukiomba kwa roho. Tuone Mungu anafanya nini kwako. Kwa kuwa katika kuomba sote wa moja waombaki. Nitakuwa namwambia mtu moja moja, omba sasa wewe na wewe. Haleluya. Na tutapiga magoti. Tumwambie Mungu, niko hapa. Damu yako iliyomwagika inyoshi. Pasaka ya leo ninaomba alama Mungu. Omba alama kwa Bwana ndani ya maisha yako. Omba alama katika maisha yako. Mwambie Baba, napenda